pili mwaka huu. Hadia. Naam, asante sana mwenzangu Jeff Kirui, na kama alivyokueleza basi eneo la Malava atakuwa yupo pale kutujuza yanayojiri kuanzia kesho saa 12 asubuhi, ambapo tunatarajia kwamba milango ya vituo hivyo 133 vya kupiga kura itakuwa iwazi tayari kwa wapiga kura kuamua na kufanya maamuzi yao katika kuchagua mbunge mpya eneo hilo. Na vile vile katika eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, wanahesabu saa chache vile vile kabla ya uchaguzi mdogo unaonekana kuwa kinyang'anyiro kati ya serikali pana na ule muungano wa vyama vya upinzani. Anavyoripoti Catherine Muraget, kituo cha kujumlisha kura kimekuwa na shughuli nyingi, huku upigaji kura ukigawanywa katika vituo 193 katika eneo bunge hilo chini ya ulinzi mkali. Kinyang'anyiro hicho ni kati ya mgombea wa chama cha ODM Harrison Garama Kombe anayeungwa mkono na washirika wa Rais William Ruto na Stanley Karisa Kenga wa chama cha DCP cha aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua anayewakilisha muungano wa upinzani. Kamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Alutalala Muhwana amethibitisha vifaa vya kupigia kura ambavyo ni pamoja na vifaa vya KIMS na masanduku ya kupigia kura vilipaswa kufika vituoni kufikia saa 12 jioni, huku vituo vikitarajiwa kufunguliwa saa 12 asubuhi Alhamisi. Kwa mikakati hiyo tuna imani kwamba kwa uwezo Mwenyezi Mungu hizi kura zitakuwa ni salama, zitakuwa ni zenye haki, uhuru na uangavu. Wagombea 10 wako kwenye kinyang'anyiro, ingawa watatu kati yao Samuel Kombenzai wa Wiper Patriotic Front, Hamadi Chadi Karisa wa Roots Party of Kenya na John Sulubu Masha wa Kenya Social Congress walijiondoa wakati wa kampeni. Nzai na Karisa walitangaza kujiondoa na kumpendelea mwakilishwaji wa ADU wa zamani Kenga, huku Masha kiunga mkono Kombe wa ODM ambaye ni mbunge wa zamani pia. Wagombea wengine waliojitokeza kwa nia kiti hicho ni pamoja na Sara Wahito wa Kenya Moja Movement, Amos Katana Kalama mwenye umri wa miaka 25, Emmanuel Kitsao Kalama wa The We Alliance Party na Jacob Themo Kwicha wa Federal Party of Kenya. Kura itapigwa katika wadi za Gongoni, Magarini, Adu, Marafa, Sabaki na Garashi. Kulingana na Muhwana, hakuna matukio mabaya hadi sasa ambayo yameripotiwa. Upigaji kura utatumia mifumo ya kibiometriki na alphanumerical. Catherine Muraget, KTN. Haya, tuvuke kule Magarini sasa tupate taarifa mubashara kutoka kwa mwenzangu Tobias Chanji, atujuze hali ipoje, usalama upo kwenye kiwango gani, na vile vile pia hisia tu kwa jumla ni zipi wakati ambapo zimesalia saa chache kwa wakazi wa Magarini kufanya maamuzi ya nani atakuwa mbunge wa eneo hilo. Tobias Chanji. Naam, bila shaka Hadia, tuko katika shule ya msingi ya Kibokoni na kwa sasa tunapishana na umbu tu kwani masanduku na vifaa vya kupigia kura bado havijafika. Nyuma yangu ni makarani tu katika shule hii ambapo wanaendelea kusubiri vifaa hivi. Awali tulikuwa katika eneo la mapimo na ambalo litatumika kwa jumla kujumlisha kura zote za eneo bunge la Magarini, na kuna baadhi ya vituo vya kupiga kura ambavyo tayari vimeanza kupokea vifaa hivyo. Kumbuka kuwa eneo bunge la Magarini lina vituo 193 na idadi ya wapigaji kura 80,128, na katika kituo hiki cha Kibokoni kipo katika wadi ya Sabaki. Kumbuka kuwa eneo bunge hili lina wadi 6, kuna Sabaki, kuna Marafa, kuna Gongoni, kuna Adu na vile vile kuna Garashi. Sabaki ina idadi ya wapigaji kura 9,559 na vituo 18. Kituo hiki cha Kibokoni kuna vituo vidogo vipatavyo 4, na kwa sasa awali tuliweza kuzungumza na kamishna Muhwana Mtalala akisema kuwa wamejiandaa vya kutosha kuhakikisha uchaguzi huu mdogo unafanywa kwa njia iliyo ya amani na bila shaka njia iliyo na huru. Kumbuka kuwa kinyang'anyiro cha eneo bunge la Magarini kimevutia
wawaniaji 10 kutoka vyama tofauti, lakini macho atakuwa zaidi yanaangazia Stanley Kenga wa chama cha DCP, na ambaye pia alishtaki katika uchaguzi mkuu uliopita na aliyekuwa ameshindwa na kura 21 tu, na Harrison Kombe ambaye ni wa chama cha ODM. Hivyo tumeelezwa kuwa wakati wowote vifaa vitakuwa vinafika katika eneo hili la shule hii ya msingi au kituo hiki cha Kibokoni, na labda kwa mbali tu naona kuna gari ambalo linaweza au linawasili katika eneo hii. Kumbuka kando na wale 10 au wawili ambao nimekutajia, wale wengine 8 ni Sara Wahito ambaye anawakilisha chama cha Kenya Movement, kuna Amos Katana ambaye ni mwaniaji huru, kuna Emmanuel Kalama wa chama cha The We Alliance Party, kuna Hamadi Karisa wa RPK, na yule Stanley Kenga ambaye lumemtaja awali wa DCP, kuna Harrison Kombe wa ODM, kuna Jacob Themo wa FPK, kuna John Sulubu wa KSC, na vile vile kunaye Furaha Chengo wa DNA na Samuel Nzai wa chama cha Wiper Patriotic Front. Na kwa mjibu wa meneja wa usimamizi wa IBC katika eneo bunge hili, Joseph Mwafondo, alikuwa ametueleza awali kuwa watahakikisha kuwa vifaa hivi vya kupigaji kura vimefikia vituo vyote 163 ifikiapo mwendo wa saa 2 usiku, hakisha kuwa hiyo kesho mwendo wa saa 12 alfajiri shughuli nzima ya upigaji kura itakuwa imeng'oa nanga katika vituo hivyo vyote. Hivyo basi tutakuwa ange kuhakikisha kuwa wale au masanduku yakifika na vifaa tutakuwa tayari kuwaletea habari hizo, na kuhakikisha kuwa tunaelezea kile chote kitakuwa kikitokea kutoka maeneo haya. Kumbuka kuwa hiyo kesho baada ya shughuli nzima ya upigaji kura, kura zote zitakuwa zinajumulishwa katika kituo kimoja cha eneo bunge la Magarini, katika kituo cha Mapimo ambayo ni shule ya kiufundi. Hadia. Naam, asante mwenzangu Tobias Chanji. Kama alivyotueleza mtazamaji, atakuwa anatueleza mubashara yanayotokea kule kuanzia matokeo hadi matukio vile vile katika eneo la Magarini. Kufikia hapo naingia mapumzikoni, nitakaporejea nitakuwa na kujuza mengi zaidi ambayo unahitaji kutarajia kutoka kwa KTN kuanzia hapo kesho asubuhi, ambapo tunaanza matangazo rasmi ya chaguzi hizo ndogo kwenye maeneo yote 24 mbalimbali kote nchini. Usiende mbali.